Na mtazamaji, karibu, tunaendelea na habari za biashara. Serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara imesema tayari imeanzisha maabara za kupima matumizi ya umeme kwa vifaa vya majumbani kupitia taasisi za TIRDO na TBS, hatua inayolenga kuwasaidia Watanzania kutumia vifaa vinavyotumia umeme mdogo ili kupunguza gharama za maisha. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Hatua hiyo imepokelewa vyema na wafanyabiashara wa vifaa vya umeme, wakisema maabara hizo zitawawezesha wananchi kununua vifaa vinavyotumia umeme kwa ufanisi, sambamba na kusaidia soko kuuza bidhaa zenye viwango vinavyotambulika. Wateja wengi wanapata changamoto hiyo, hawaipati kwa mwanzoni, wanakuja kuipata kwa baadaye, kutokana na kwamba ununuzi wa mwanzoni hawajiulizi maswali kama hayo. Wanaenda direct, mimi nataka brand fulani ya bani AC, ya bani jiko, lakini hafanyi research kwenye ile bidhaa inatumia umeme kiasi gani. Inatuwezesha sisi kupata wateja na kuonyesha kwa imani kubwa kwamba tunaweza kutoa bidhaa ambazo ni bora, zinaweza kusaidia wateja wetu kwenye swala la ulaji wa umeme na kwa pia kwenye matumizi mazuri ya nishati ya nyumbani. Kwa upande wa wananchi ama wateja, wamesema upatikanaji wa taarifa sahihi kuhusu matumizi ya umeme kwa vifaa hivyo utawasaidia kufanya maamuzi sahihi kabla ya manunuzi, huku mtaalamu wa teknolojia kwa lugha ya Kiswahili Safieli Sekule akieleza kuwa matumizi ya vifaa vinavyookoa umeme ni njia muhimu ya kupunguza gharama za maisha na matumizi makubwa ya umeme. Maana unakuta kitu kimoja unachukua kitu kinaenda kutumia zaidi ya unit. Umeona, na wewe malengo yako kwamba nachukua hiki kitu katumia unit 2, unakuta kinatumia unit 10 kwa siku moja. Iko kitu inakuwa sio kizuri. Haya makampuni ambayo yenyewe yanazalisha hizi product wanaleta product za aina mbili. Kama ni AC unaikuta ipo ya aina mbili sokoni, yenye inverter na ambayo haina inverter. Yenye inverter inapunguza matumizi ya kiwango cha umeme. So kwa na inverter, matumizi ya kiwango cha umeme kinakuwa ni kikubwa kulinganisha na ile ambayo ina inverter. Kwa hiyo kwa Mtanzania wa kawaida usiogope bei kuwa kubwa, kwa sababu ile ambayo ina inverter bei yake ni kubwa. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema uwepo wa maabara hizo unaendana na maono ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo yanahamasisha matumizi ya nishati safi. Tumejidhatiti kuhakikisha tunawasaidia Watanzania ili vifaa vya majumbani viwe na umahiri wa huduma na kupunguza gharama. Wakati soko la ununuzi wa zao la choroko likitarajiwa kufunguliwa mwezi Februari mwaka huu, wakulima wa zao hilo wilayani Bunda mkoani Mara wameiomba serikali kuwatengenezea masoko ya uhakika ili kuondokana na uuzaji wa zao kwa njia ya gorogoro inayosababisha hasara kubwa kwa wakulima zao hilo. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Rai hiyo wanaitoa wilayani Bunda mkoani Mara wakati wakizungumza na Channel 10, ambapo wamesema kwa sasa wanaibiwa na wamachinga wanaopita shambani kukusanya mazao hayo, hali inayopelekea kuuza mazao yao kwa hasara. Soko liwepo la mazao haya, yani soko liwepo la muhimu kabisa la wazi, kwamba mkulima anapokuwa analima tu basi anaelekeza kwamba mazao yangu nayauza pale kwa bei elekezi. Unakuta wanatumia aidha visado ambavyo ndani unakuta wamevieyusha. Kwa hiyo serikali iendelee sana kuleta mkakati wa kufanyaje wa kuzuia hao machinga ambao wanaingilia wakulima wasibebe mali zao kwa kuwadhulumu. Maana sasa hivi wameshaanza kupita wachuzi, machinga wanachukua kwa bei za mtaani ambazo pengine zinaweza zikawa ni bei ya hasara kwao. Kwa niaba ya mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika hapa mkoani Mara, Emmanuel Rutatora, anatoa onyo kwa baadhi ya watu wanaojiingiza kwa rubuni wakulima kuuza mazao katika njia ya udalali. Ni waombe viongozi wa vyama vya ushirika kujipanga vyema kuwahudumia wanachama wao na wakulima kwa ujumla, ili kuepukana na gorogoro ambazo zimezoeleka katika mkoa wa Mara. Kwa sababu serikali imeona vyama vya msingi ili vikue ni viwe na mazao tofauti tofauti, msimu mzima wawe na uzalishaji. Lakini tunajua ziko AMCOS hivi na uzungumzo sasa hivi ziko wapi? Mahakamani. Ni muhimu sana tukasikiliza mafunzo haya kwa umakini mkubwa. Mafunzo kwa wajumbe wa bodi na watendaji kwa vyama vya ushirika yanatolewa kwa wilaya Bunda hapa mkoani Mara, huku yakilenga kusaidia na kuboresha uendeshaji wa vyama hivyo. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Wakulima wa michikichi mkoani Kigoma wamekiri kupata manufaa makubwa ya kiuchumi baada ya kujiunga na vyama vya ushirika vilivyoanzishwa mkoani humo. Taarifa zaidi tuungane na Kuringe Mongi.
Wakizungumza katika eneo la Kagera Ujiji Kigoma kwenye bonde la mto Luiche, wakulima hao wameweka wazi kupata manufaa ya kiuchumi kupitia ushirika wao wa Lubamako, ikiwa ni pamoja na kutopunjika katika bei za mauzo ya mafuta ya mawese wanayozalisha. Na ninafurahi baada ya kujiunga na chama cha Lubamako kuniendeleza na kunifundisha na kunielekeza jinsi ya kuweza kulitengeneza shamba vizuri kwa kupata mapato yaliyokuwa mazuri zaidi. Ushirika umetuombea serikalini kwanza tupate vipimo. Tulikuwa tunapimia lita 30 mpaka lita 40 kwa bei ambayo sio nzuri. Sasa hivi tunapimia lita 20 kwa kupitia chama cha ushirika. Hiyo ni moja ya faida. Aidha, mmoja wa wakulima wa michikichi mwanamke ambaye anamiliki kiwanda cha kukamua mafuta ya mawese, Bicha Usiku Ramadhani Ngilante, akachukua nafasi hiyo kutoa wito kwa wanawake wenzake. Na waomba wanawake wenzangu, kama atakuwa hana shamba basi hata kuingia kwenye chama. Unaweza ukaingia kwenye chama, mwisho wa siku kawa umepata hata eneo la shamba, aidha kwa kununua au kwa kukodishwa, ukawa tayari umepata nafasi ya kwenda kujikwamua kiuchumi. Kutoka hapa Kigoma ni Kuringe Mongi. Na mtazamaji, tumefikia tamati habari za biashara na uchumi. Tutapata mapumziko mafupi, tukirejea atakuwepo hapa Eden Bahati kwa habari za michezo na burudani. Asante.